Poa, tayari mwenye. Poa, tayari Gabi. Madam uko tayari? Yes, leo ikiwa ni Singeli War. Madam kwema. Kwema, mambo. Singeli War inaongea nini kwako? Inaongea ni ushindani wa ubunifu, ushindani wa ukubwa wa kuimba kwenye muziki kati ya mikoa miwili, Dar es Salaam na Morogoro. Kama unavyojua chimbuko la muziki wa Singeli ni Morogoro na Dar es Salaam. So tukaona hebu tuwatengenezee battle ya ukweli, hasa tuwekee event ya kimataifa. Maana event ni ya kimataifa. Unajua tena sisi tunavyojipanga. Kwa hiyo ndio maana ya Singeli War. Nikupe kwanza hongera kwa uthubutu wa jambo kama hili, na ni jambo la tofauti. Labda hili wazo alikuja nalo nani? Mimi na timu ya marketing, kwa hiyo tunatengeneza mawazo, tunayafanyia kazi. Utofauti wa kitambaa cheupe ya Mbagala na ya Sinza na ya Tabata, kwa mtu ambaye anapenda bata, unaweza kumuelezea nini? Utofauti wake uko wapi? Na ile raha ambayo atakayopata labda Mbagala na atakayopata hapa, utofauti uko wapi? Kitambaa cheupe zote ziko sawa, lakini Mbagala kuna vibe fulani hivi, yaani watu kula vibe sana, yaani kwa baa ambazo zinaweza kwa vibe kitambaa cheupe Mbagala. Kwa kama hujawahi kufika kitambaa cheupe Mbagala, kwa sababu siku tarehe 29 Mei wasanii wa Bongo Flava nao watakuwepo au ni wasingeli? Watakuwepo, ambao tutaendelea kuwatangaza wiki hii nzima. Ndio watu wana complain, wanasema kuna video ile trend ukionekana na Vunja Bei, labda watu wakawa wanajua labda hao watu ni wana mahusiano. Unaweza ukaondolea shaka, labda Vunja Bei yule ni partner wako, unawaambiaje watu ambao walikuwa nadhani wewe ni mpenzi wake? Wasio na mashaka, yule partner wangu, mshikaji wangu, nothing at base wala nini. Wanasema kwenye mafanikio yote ya mwanamke au mwanaume kuna mtu kati yao anakuwa nyuma. Hakuna mtu yote, niko mimi tu na mbanga zangu. Ni changamoto gani ambazo huu unapitia sasa wewe kama mwanamke ambaye unafanya mambo makubwa kwenye industry ya entertainment? Changamoto kwanza hiyo kuhandle tu biashara 4, sababu tunazo 4. Kuna villas, Mela Comfort Villas pia zipo. Kwa ile kuhandle biashara 4 ni kitu kigumu. Alafu ni mwanamke mimi. Mwisho wa siku mimi nimeumbwa tu ni mwanamke. Kuhandle wafanya kazi, changamoto, upinzani. So kila siku je na kitu kipya, sio kitu kidogo. Kwa naendelea kupambana hivyo hivyo bila kukata tamaa. Nani anakuinspire? Freddy Vunja Bei. Yeah. Anakuinspire sana hasa kwenye nini? Kwenye kutafuta pesa. Anafanya vitu vikubwa sana. Unforgettable moment ambayo huwezi kusahau tangu umeanza hii biashara mpaka hapo ulipofika ni ipi? Niliwahi kuunguliwa na baa Tabata kitambaa. Ilikuwaje? It was very bad. Niliungua yote. Kaweza kujenga upya. Umeanzia chini, maana mimi nimeanza kujua tangu una frame moja pale Tabata